Hii ni simulizi iliyowashangaza watu wengi sana. Inahusu maiti zilizofuka na kutenda duniani baada ya miaka mingi sana kupita. Sasa najua utakuwa unajiuliza maswali mengi sana. Je, ni nini kilichosababisha mpaka watu wakafuka na kutenda duniani? Lakini hao majibu ya maswali yako bwana utapata hapa kwenye simulizi kali ya movie yetu. Hivyo usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza kuonyesha wananchi wakiwa wanashangaa sana baada ya kushuhudia baadhi ya ndugu zao waliokuwa mfariki miaka michache iliyopita wakiwa na tena duniani. Jambo lilofanya baadhi ya wananchi kwenye mji huo waanze kuogopa sana baada ya kushuhudia jambo hilo, maana hili jambo lilikuwa sio la kawaida kabisa. Lakini serikali nao baada ya kushuhudia tu jambo hilo ilianza kutafuta namna kwa ajili ya kuhifadhi watu wao. Ingawa hili jambo lilifanya viongozi wa serikali wajiulize maswali mengi sana, maana baadhi ya watu ambao walikuwa wanafuka na kurudi tena duniani walikuwa ni wale watu ambao walikuwa mfariki miaka 10 iliyopita, lakini wale watu ambao walikuwa mfariki miaka hivi karibuni hawakufanikiwa kabisa kurudi. Na hili jambo lilifanya baadhi ya wananchi kwenye mji huo waanze kujiuliza ni nini kinachoendelea, maana watu wengi sana walishindwa kuonana na ndugu zao. Ingawa hawa wafu ambao walikuwa mfuka na kurudi tena duniani walikuwa ni wengi sana, na hapo ndipo serikali ikaona njia pekee ya kuhifadhi watu hao ni kuwatafutia sehemu special kwa ajili ya kuishi, maana baadhi ya watu hali zao za kiafya zilikuwa sio nzuri, hivyo ilikuwa ni ngumu sana kuwaruhusu wakaishi kwa ndugu zao. Hasa hawa watu licha ya kwamba walikuwa wamefanikiwa kurudi duniani, lakini hali zao zilikuwa tofauti kabisa, maana walikuwa hawana hisia zozote zile, jambo lilofanya baadhi ya ndugu zao kuanza kutafuta namna ya kuwasaidia watu hao. Lakini kuna baadhi ya watu baada ya kushuhudia tu hali za ndugu zao walianza kuingiwa na uoga, maana walianza kuamini kwamba huenda hawa watu sio wa kawaida kabisa. Lakini kuna mwamba mmoja wa kuitwa Isham. Huyu jamaa alikuwa mfiwa na mtoto wake miaka kadhaa iliyopita, lakini mshikaji baada ya kushuhudia mtoto wake amfufuka na kurudi duniani aliamua kuiomba serikali ikiwezekana akaishi tu na mtoto wake, lakini hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wao, maana serikali ilikataa kabisa jambo hilo. Lakini huku upande wa pili kuna mzee mmoja ambaye alikuwa ni meya wa mji huo, na Loi meya akiwa na rudi zake nyumbani alistuka sana baada ya kumuona mke wake kuitwa Martha, bi mkubwa aliyokuwa mfariki miaka 15 iliyopita. Na mzee naye baada ya kumuona tu mke wake ghafla aliishiwa nguvu, maana hakuamini kama kuna siku moja atakuja kumuona mke wake kwa mara nyingine. Hasa baadhi ya watu wengi sana kwenye mji huo walifurahi sana baada ya kushuhudia ndugu zao wakiwa wamerudi tena duniani. Lakini hili jambo lilikuwa tofauti kabisa upande wa Lecho, maana binti naye baada ya kusikia kwamba mume wake ni mzima alijisikia vibaya sana baada ya kupata taarifa hizo, maana binti ndo alihusika kumuua mume wake miaka michache iliyopita, hali iliyopelekea baadhi ya wafanyakazi wenzake waanze kumchukia sana Lecho. Lakini Isham kwa sababu alikuwa hajui chochote kinachoendelea alimuuliza binti, unajisikiaje baada ya kumuona mume wako kwa mara nyingine? Ila Lecho alikaa kimya na kumjibu Isham jambo lolote lile. Lakini huku upande wa pili serikali iliendelea kuumiza kichwa namna ya kuwasaidia watu wao, na Loi baadhi ya viongozi walipendekeza ni bora watafutie kazi za kufanya, maana hiyo ndio njia pekee ya kurudisha mili yao kwenye hali zao za kawaida. Lakini hili jambo lilikuwa tofauti kabisa kwa baadhi ya viongozi, maana walikataa kabisa jambo hilo na kusema ni ngumu sana watu wao kufanya kazi, maana watu wengi sana hali zao sio nzuri kabisa. Lakini serikali pamoja na madaktari baada ya kufanya research kwa muda mrefu sana waligundua watu wengi wanaweza kufanya kazi kama kawaida, lakini utofauti wao ni kwamba wapo slow sana tofauti na mara ya kwanza. Sasa serikali ikiendelea kutafuta namna ya kuwasaidia watu hao ilianza kugundua vitu vingi sana vya ajabu, maana hawa jamaa walikuwa wanaweza kuongea baadhi ya maneno machache huku maneno mengine wakiwa hawawezi kabisa kuzungumza. Sasa licha ya kwamba watu wengi sana walikuwa wapo kwenye hali zao za kawaida, lakini huku upande wa pili wa mshikaji wa kuitwa Mateo hali ilikuwa tofauti kabisa, maana mchizi alikuwa anafanya kazi tofauti na wenzake na kwa spidi ile ile kama binadamu wa kawaida. Na hili jambo lilifanya viongozi wa serikali wajiuliza maswali mengi sana. Je, ni nini kinachoendelea? Maana baadhi ya watu walikuwa ni dhaifu huku wengine wakiwa hawana uwezo kabisa kupata usingizi. Lakini hili jambo lilikuwa tofauti kabisa upande wa Mateo, maana mchizi alikuwa ni kama binadamu wa kawaida, maana chochote ambacho wenzake walikuwa wanashindwa kabisa kukifanya Mateo alikuwa anakifanya kwa 100%. Lakini madaktari baada ya kushuhudia hali ambayo watu wao wanapitia waliamua kutafuta dawa special itakayowasaidia kupata usingizi. Sasa madaktari licha kwamba walikuwa wamefanikiwa kuipata dawa hiyo, lakini bado walianza kujiuliza maswali mengi sana kutokana na hali ya Mateo. Na hapo ndipo serikali ikatafuta mlinzi kwa ajili ya kumfuatilia Mateo ili wajue ni nini kinachopelekea mpaka mshikaji awe tofauti kabisa na watu wengine. Lakini kadri ya siku zilipozidi kusogea hali ya Mateo ilizidi kuimarika na mchizi alikuwa tofauti kabisa na wenzake. Na hapo ndipo serikali ikaamua kumpa ruhusa Mateo ikiwezekana arudi nyumbani akaishi na mke wake. Ila Lecho naye baada ya kushuhudia hali ambayo alikuwa nao Mateo alianza kumshangaa sana mume wake, maana Mateo baada ya kumuona tu Lecho mshikaji ya kuongea jambo lolote lile aliamua kumfuata Lecho kimya kimya mpaka alipofika nyumbani. Hasa hayo yote akiwa anaendelea, yule mlinzi ambaye alikuwa mpewa kazi ya kumfuatilia Mateo alikuwa anashuhudia kila kitu. Ingawa hii kazi ilikuwa ni ngumu sana upande wa mlinzi, maana Mateo alionekana yupo fresh kabisa tofauti kabisa na watu wengine. Lakini Lecho naye baada ya kushuhudia hali ambayo alikuwa nao Mateo alianza kuhisi huenda mume wake atakuwa ni mzima kabisa. Na hapo ndipo binti alimfuata mshikaji na kuanza kumkisi ikiwezekana ajue kama mume wake atakuwa na hisia. Na binti baada ya kufanikiwa kumkisi Mateo alianza kuhisi huenda mume wake atakuwa ni binadamu wa kawaida, maana Mateo alianza kupata hisia tofauti na ilivyokuwa mara ya kwanza. Lakini hata huko upande wa pili wa meya alianza kushangaa sana baada ya kushuhudia hali ya mke wake, maana mke wake alianza kuonyesha mabadiliko na kuanza kuimarika siku baada ya siku. Na meya naye baada ya kushuhudia tu jambo hilo ilibidi akae kikao na baadhi ya viongozi ili waweze kujadili kuhusiana na mwenendo wa watu wao. Na hapo ndipo serikali ikaandaa kamera special kwa ajili ya kuendelea kuwachunguza watu wao. Lakini hilo jambo Lecho hakulipenda hata kidogo, maana binti alisema mume wake ni mzima, hivyo hapendi kuona mume wake akiwa anaendelea kuchunguzwa. Lakini meya aliendelea kukazia jambo hilo na kusema lazima
lazima kamera ziwekwe, na baada ya siku chache kupita utekelezaji ulianza. Lakini huku upande wa pili wa Veronica, binti alianza kuingiwa na wasiwasi mwingi sana, na hii ni baada ya kushuhudia hali ya mtoto wake, maana mtoto wake alikuwa haonyeshi hisia zozote zile. Na hapo ndipo Veronica akaanza kuingiwa na mawazo, hasa kwa sababu watu wengi walikuwa wanafuatiliwa kwa ukaribu sana. Baadhi ya wachunguzi walianza kuingiwa na mashaka kutokana na hali ya Mateo, maana mshikaji alikuwa ni mvivu sana kwenda kazini. Lakini baada ya kumuuliza Rachel nini kinachoendelea kwa mume wake, binti alisema yeye anachojua mume wake yupo sawa na asumbuliwi na jambo lolote lile. Lakini siku ilipopita, baadhi ya wachunguzi walimuita Mateo ikiwezekana wajue kama mshikaji atakuwa ni mzima, lakini Mateo naye alikataa kabisa jambo hilo na kusema yeye yupo fresh tu na hamna chochote kinachomsumbua. Lakini madaktari nao baada ya kushuhudia hali anayoipitia Mateo, ilibidi wakae kikao na kusema wanaamini kwamba hawa watu wanaweza kuishi maisha yao kama kawaida, na hii ni baada ya kuona watu wengi sana hali zao zinazidi kuimarika. Lakini hili jambo lilikuwa tofauti kabisa upande wa Meya, maana Meya alikataa kabisa jambo hilo, na hii ni baada ya kushuhudia hali za baadhi ya watu kwenye mji huo zikiwa sio nzuri kabisa, hivyo ni bora waendelee kuwa chini ya uangalizi. Hasa madaktari nao baada ya kusikia tu jambo hilo ilibidi wakubali tu. Lakini huku upande wa pili wa Mateo, mshikaji tabia zake zilianza kubadilika, maana Lonchiz aliamua kuondoka nyumbani kimya kimya bila kumpa taarifa mke wake. Lakini hayo yote akiwa yanaendelea, askari ambaye alikuwa anamchunguza Mateo alikuwa anashuhudia kila kitu, na mlinzi baada ya kumfuatilia Mateo kwa muda mrefu sana alifanikiwa kumuona Mateo akiwa amekusanya wenzake huku akiwa anapanga njama namna ya kuondoka kwenye mji huo, maana washikaji waliona wamezidi sana kufuatiliwa. Hasa Mateo licha ya kwamba alikuwa ni mpole sana, lakini alikuwa ni mmoja wa watu wenye nguvu kubwa sana ya ushawishi, na alikuwa anasikilizwa na kila mtu, maana baada ya kutoa kauli kwamba inabidi waondoke ndani ya mji huo, ghafla baadhi ya watu ikiwemo Max ambaye ni mtoto wa Veronica alitaka kuanza kuondoka ndani ya nyumba hiyo. Lakini Veronica naye baada ya kushuhudia tu jambo hilo ilibidi akae chini na mume wake ikiwezekana waone namna ya kumsaidia mtoto wao. Lakini hata huko upande wa pili nyumbani kwa Meya, mzee alishuhudia mke wake akiwa anataka kuruka fence na kutoka ndani ya nyumba hiyo, na Meya naye baada ya kushuhudia tu jambo hilo ilibidi amuite Rachel na kumsimulia kila kitu kinachoendelea na kusema inabidi wawe makini sana, maana hawa watu wameshabadilika. Ila Rachel kwa sababu alikuwa anamwamini sana mume wake alikataa kabisa kumsikiliza Meya, maana aliamini mume wake atakuwa ni mzima na hawezi kufanya jambo la ajabu kama hilo. Sasa huyu Rachel bwana, yeye alikuwa ni mbishi sana na alikuwa hawezi kabisa kumsikiliza mtu yoyote ule kuhusiana na hali ya mume wake, bila kujua kwamba Mateo ndio master wa mambo yote yanayoendelea. Lakini baada ya siku chache kusogea, mambo ilianza kubadilika, maana baadhi ya wafu ikiwemo Mateo walianza kuondoka ndani ya mji huo. Hasa askari nao baada ya kushuhudia tu jambo hilo walitaka kuwazuia watu wao na kuwarudisha nyumbani, lakini kabla hawajafanya jambo lolote lile, ghafla pale pale hali ilibadilika, maana baadhi ya mabomu ilianza kulipuka, na hii ilikuwa ni njia ambayo Mateo alikuwa ameiandaa makusudi tu ili waweze kuondoka ndani ya mji huo. Hasa hayo yote yakiwa yanaendelea, Mateo alikuwa ametoa amri kwa wafu wote kwenye mji huo kwamba inabidi waingie ndani ya shimo ili waweze kuondoka. Hasa hilo shimo lilikuwa na maajabu mengi sana, maana endapo ukifanikiwa kuingia tu ndani ya hilo shimo utakutana na mji mpya ambako huko ndiko Mateo pamoja na wenzake ndipo atakapoenda kuishi. Lakini huku upande wa pili wa Meya, mzee baada ya kushuhudia tu jambo hilo, mzee alianza kumtafuta mke wake ikiwezekana amrudishe tu nyumbani. Hasa Meya alifanikiwa kumuona mke wake, lakini kwenye swala kumrudisha nyumbani lilikuwa ni gumu sana upande wake, maana bi mkubwa alimwambia Meya kwamba yeye anaenda kuishi kwenye mji mpya na afikiri kama kuna siku moja ataweza kurudi. Hasa Meya naye baada ya kusikia tu jambo hilo, mzee aliumia sana, maana alikuwa anampenda sana mke wake. Lakini huku upande wa pili nyumbani kwa Veronica, walianza kupanga njama ikiwezekana wamfiche mtoto wao, lakini kabla hawajafanya jambo lolote lile, kwa bahati mbaya sana dogo pale pale aliruka kwenye ngazi na kuondoka. Hasa mume wa Veronica baada ya kushuhudia tu jambo hilo alihisi huenda mtoto wake atakuwa ashapoteza maisha, lakini jambo la kushangaza ni kwamba mzee alishuhudia mtoto wake akiwa anaondoka kwenye eneo hilo huku akiwa ni mzima kabisa. Lakini serikali nao baada ya kuona hili lishakuwa balaa ilianza kurusha mabomu ikiwezekana watu wao wafariki moja kwa moja, maana waliona endapo wakiwaacha wakiwa wazima watakuja kuleta madhara. Hasa licha ya kwamba wafu wote walikuwa washaondoka kwenye mji huo, lakini Mateo bado alikuwa hajaondoka, maana mchizi kabla hajafanya maamuzi ya kuondoka aliamua kurudi nyumbani kwa ajili ya kumuaga mke wake. Lakini kama isivyo bahati, Mateo akiwa anaendelea kuongea na Rachel, kwa bahati mbaya sana pale pale kuna askari walitokea, na Mateo naye baada ya kuona tu askari yao, mwamba alimchukua mke wake na kukimbia, na hapo ndipo Mateo alipata nafasi ya kumuaga mke wake kwa mara ya mwisho. Lakini serikali nao baada ya kupambana na wafu wao kwa muda mrefu sana walifanikiwa kuwamaliza kwa mara nyingine, na hapo ndipo watu wote ambao walikuwa mfufuka kwenye mji huo wakawa washapoteza maisha na hawakuweza tena kurudi duniani. Asa bwana, na hapo ndipo nakuwa mwisho wa simulizi kali ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes ndio kuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama utakuwa unahitaji kuwa wa kwanza kabisa kupata movie zetu, basi usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na movie kali ambazo nitakuwa naziachia. Okay, asante, enjoy.